Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji. Leo ni Jumatatu ya Pasaka ya Aprili 6 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais Donald Trump aongeza muda wake wa mwisho kwa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, huku Iran inasema Marekani na Israel zimeshambulia katika miji mbalimbali ikiwemo mji wa Qum unaochukuliwa kuwa kituo kikuu cha mafundisho ya Uislamu. Raia wa DRC wanasherehekea sikukuu ya Pasaka kwa hisia mseto, huku wakiwa na matumaini huenda kukafikiwa amani katika eneo hilo. Pasaka kwa mwaka huu tumepitia magumu mengi, hali ya ukosefu wa usalama, vita huku na huku, watu kubebwa porini. Na pia tunaangazia sasa Rais wa Marekani Donald Trump kuweka muda wa mwisho wa Iran na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Hili litawezekana? Ni mtu anachukia sana kushindwa, na hii ni dhahiri kwamba katika vita hii mpaka kufikia sasa ameshindwa, kwa sababu kumbuke, Marekani anashindwa kwa kutokushinda na Iran anashinda kwa kutokushindwa. Lakini kwanza muktasari wa habari za ulimwengu unasomwa kwako na mwenzangu Robert Kipto. Karibu Kipto. Asante Skola. Rais wa Marekani ametangaza tarehe mpya kwa Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii, Rais Trump amesema mlango huu ni sharti ufunguliwe ifikia hapo usiku wa manane hapo kesho. La sivyo, Marekani itaanza kuishambulia kwa mabomu madaraja na viwanda vya nishati nchini Iran. Maafisa wa serikali ya Iran wamesema kuwa Marekani na Israel zimeishambulia mji wa Qom, mji ambao unakisiwa kuwa kituo kikuu cha mafunzo ya dhehebu la Kishia. Watu 5 wameripotiwa kuuawa kwenye shambulizi hilo. Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi makali katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, jana usiku. Shirika la habari nchini humo limesema kuwa watu 3 walifariki viungani mwa mji huo, huku wengine 7 akiwemo mtoto wa miaka 4 wakiuawa katika mji mmoja kusini mwa nchi hiyo. Maafisa wa idara ya kuzima moto nchini Israel wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta watu ambao wamekwama kwenye vifusi vya jengo moja ambalo lilishambuliwa na Iran mjini Haifa. Maafisa wa uokozi wamesema kuwa jengo hilo lenye ghorofa 7 lilishambuliwa kwa mabomu. Idadi kubwa ya wakazi wa jengo hilo waliokolewa kutoka kwa vifusi, 7 kati yao wakijeruhiwa. Zaidi ya watu 70 hawajulikani waliko baada ya mashua walimokuwa wakisafiria kupinduka katikati mwa bahari ya Mediterranean. Meli hiyo ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 100 ilikuwa ikisafiri kutoka Tajuma kaskazini mwa Libya tangu siku ya Jumamosi. Miili miwili imeopolewa na watu wengine 32 wameokolewa na kupelekwa katika kisiwa cha Lampedusa nchini Italia. Jeshi la Nigeria limesema kuwa limewaokoa raia 31 waliokuwa wametekwa wakati wa shambulizi dhidi ya kanisa moja kaskazini mwa jimbo la Kaduna. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, jeshi limesema kuwa watu 5 walipatikana wamekufa katika eneo la tukio. Taarifa hiyo ilisema waumini hao walitekwa nyara wakati wa ibada ya Pasaka na magaidi. Na nchi 8 za kundi la mataifa yanayozalisha na kuuza mafuta kwa wingi almaarufu OPEC zimekubali kuongeza kiwango cha pato la mafuta kwa zaidi ya mapipa 200,000 kwa siku kuanzia mwezi ujao, lakini wachambuzi wanasema ongezeko hilo la kawaida litakuwa la kinadharia na sio kwa kiasi kikubwa. Hii ni BBC. Ni muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Robert Kipto akiwa studio zetu za Nairobi. Matangazo ya Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia pia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa pamoja na Radio 1. Kule nchini Kenya Must FM, lakini Uganda Radio Lira, Radio Kitara, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Kumbuka msikilizaji, matangazo pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili. Heri ya Jumatatu ya Pasaka msikilizaji, na karibu tukujuze yale yote yaliyotokea ulimwenguni.
Rais wa Marekani Donald Trump ameweka chapisho liloibua mjadala kwenye mitandao ya kijamii ambapo ametishia kuharibu vinu na madaraja ya nishati ya Iran ikiwa itashindwa kufikia makataa yake ya Jumanne kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Tishio jipya la Trump linakuja baada ya kutangaza kwamba mfanyakazi wa pili wa ndege ya kivita ya Marekani iliyodunguliwa na Iran ameokolewa kwa mafanikio katika operesheni iliyofanyika ndani ya ardhi. David Nkya na maelezo zaidi. Marekani na Iran zilihangaika kumtafuta mwanajeshi wa Marekani katika eneo la milima kusini magharibi mwa Iran. Rubani wa F-15 alikuwa amepatikana muda mfupi baada ya ndege alikuwa akiendesha kudunguliwa siku ya Ijumaa. Trump alirudia tishio la awali la kuifanya Iran kuwa kama kuzimu, lakini aliviambia vyombo vya habari vya Marekani kwamba kuna nafasi nzuri ya kufikiwa kwa makubaliano na Tehran. Hata hivyo, Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa na Rais Trump. Baadhi ya wachambuzi wa siasa wanasema kwamba huenda mgogoro huu ukawa mkubwa zaidi ya inavyoonekana. Anazungumza kwa lugha ambayo anafurahia uwezekano kwamba atafanya uhalifu wa kivita. Katika chapisho moja la mtandao wa kijamii alisema kwamba ikiwa Iran haifanyi makubaliano, hakutakuwa na daraja au mtambo wowote wa umeme utakaosalia, na ni kwamba milango ya kuzimu itafunguliwa. Na bila shaka ikiwa Rais Trump atashambulia miundombinu ya kiraia ya Iran, wataalamu wa sheria wamekuwa wakisema kwamba hii inawezekana ikawa uhalifu wa kivita. Tunachosikia ni kwamba Iran nayo itashambulia miundombinu ya kiraia katika eneo la Ghuba. Kwa hivyo tutakuwa na kuongezeka kwa mgogoro. Tukio hilo lilitokea baada ya zaidi ya mwezi mmoja wa vita, wakati Iran ikiendelea kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel kwa kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba yanayoshirikiana na nchi hizo mbili. Iran pia imezuia kwa kiasi kikubwa usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya meli ambayo karibu theluthi moja ya mafuta na gesi duniani hupitia hapo, na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote sambamba na hofu ya mfumuko wa bei. Ni taarifa yake David Nkya. Zaidi ya watu 70 hawajulikani walipo baada ya boti ya wahamiaji kupinduka katikati mwa bahari ya Mediterranean. Boti hiyo ya mbao ikiwa na zaidi ya watu 100 ilisafiri kutoka Tajurna kaskazini magharibi mwa Libya siku ya Jumamosi. Miili miwili imeopolewa. Watu 32 wameokolewa na kupelekwa katika kisiwa cha Lampedusa nchini Italia. Robert Kipto na maelezo zaidi. Makumi ya watu hawajulikani waliko baada ya boti iliyokuwa ikisafirisha wahamiaji kupinduka katikati mwa bahari ya Mediterranean. Haya ni kwa mujibu wa shirika moja la kutetea haki za binadamu la Mediterranean Savings Human and Sea Watch. Kulingana na shirika hilo, watu 2 walikufa na wengine 32 waliokolewa kutoka kwa boti hiyo ambayo ilikuwa imeondoka nchini Libya siku ya Jumamosi alasiri ikiwa na karibu watu 105. Kwenye mtandao wa kijamii wa X, shirika hilo limesema kuwa boti hiyo ilipinduka katika eneo la utafutaji na uokoaji linalosimamiwa na mamlaka ya Libya msimu huu wa Pasaka na kuwa watu 32 walinusurika. Miili miwili ya watu imepatikana na zaidi ya watu wengine 70 hawajulikani waliko. Shirika hilo lilisema meli 2 za kibiashara ziliokoa manusura na kuwapeleka kwenye kisiwa cha Italia cha Lampedusa. Video iliyonaswa kutoka angani ilionyesha wanaume 2 wakiwa wameshikilia ubao wa meli hiyo iliyopinduka na meli moja ya kibiashara ikielekea katika eneo la tukio. Shirika hilo limesema ajali hiyo ni matokeo ya sera za serikali za Ulaya ambazo zinakataa kufungua njia salama na za kisheria kwa wahamiaji kutoka mataifa mengine. Lampedusa ni kituo muhimu cha kuingia kwa wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean kutoka kaskazini mwa Afrika kwenda Ulaya. Kulingana na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM, tangu kuanza kwa mwaka huu, wahamiaji wasiopungua 683 wamepoteza maisha yao au kupotea katika majaribio ya kuvuka bahari ya Mediterranean. Kwa mujibu wa serikali ya Italia, wahamiaji 6175 wameingia nchini humo tangu mwanzo wa mwaka huu. Ni taarifa yake Robert Kipto.
Usonji ama autism kwa kimombo inajulikana zaidi na kutambuliwa kwa sasa kuliko ilipokuwa hapo awali, lakini katika baadhi ya maeneo duniani bado uelewa ni mdogo. Nchini Malawi ambapo rasilimali ni haba na usaidizi kuwa ni mdogo, changamoto ambazo baadhi ya wazazi hukabiliana nazo kuwatunza watoto hao ni kubwa zaidi. Mwandishi wa BBC Africa Eye Florence Firi anaripoti kutoka Mzuzu kaskazini mwa nchi ya Malawi na taarifa yake inawasilishwa hapa na Isabella Mwagodi. Rachel mwenye umri wa miaka 5 anakimbia kuingia jikoni akiwa na sahani ya plastiki ya rangi ya manjano mkononi mwake. Ni wakati wa kula chakula cha jioni. Mama yake Martha anapakua mchuzi wa nyama na sima nzito iliyotengenezwa kwa mahindi. Rachel alitumia mwaka wake wa kwanza wa maisha akiingia na kutoka hospitalini kutafuta matibabu, na kisha alipofikisha umri wa miaka 2 aligundulika kuwa na usonji. Mama yake Martha anaeleza. Rachel ni mtoto wa ajabu, hivyo nahisi hatia sana kwamba mtoto wangu angekuwa amekufa kufikia sasa. Majirani walianza kuongea wakisema mtoto huyu ana usumbufu. Kwa nini hamfungii ndani ya nyumba? Mwana huyu akuvutisa bwanja singonsekera nyumba. Tabia ya Rachel ilichukua muda kugundulika. Unyanyapaa ambao mama alikumbana nao kutokana kwa jamii ulifanya maisha yaonekane kuwa mazito yasiwezekana. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa Chipinjo cha Shukuru kwa mbili. Nilihisi kuzongwa na hisia nzito kubwa. Kwa sababu ya ugonjwa wake sikuweza kupata amani yoyote. Dena bora amwalinde. Katika hali ya kukata tamaa, Martha alipanga kumpa sumu mtoto wake. Inendi na saina kutuyu basi. Kwa hiyo nilijiambia kuwa ingekuwa bora kama angekufa. Nikasonda zasidilila ndika. Ninalila kwa mbili. Martha anasema anataka kushirikisha hadithi yake kwa wengine wengi katika jamii kote duniani ili kuwasaidia wazazi wengine wenye watoto wanaougua usonji. Katika ukumbi wa jamii, wazee wa imani tofauti wanakusanyika kwenye viti vya plastiki. Wapo hapa kwa ajili ya kikao cha kutoa uelewa kuhusu usonji kinachoendeshwa na St. John of God nchini Malawi, linalofadhiliwa zaidi na kanisa Katoliki ambalo husaidia watoto wenye ulemavu. Wengi hapa wanaamini uchawi ndio chanzo kikuu cha usonji. Kasisi mmoja akiwa na msalaba mkubwa wa dhahabu shingoni mwake anaelezea jinsi watoto wanavyoweza kurogwa. Christopher Mhone ni meneja wa programu katika St. John of God nchini Malawi. As a country, we owe the children with autism a lot. Kama nchi tuna deni kubwa kwa watoto wenye usonji. Tunajua wapo na tunajua kuwa tunawaangusha kwa sababu hawaonekani. We are failing them because they are invisible. It is a system that has to change. Malawi na madaktari 2 tu wa maendeleo ya watoto kwa idadi ya watu zaidi ya milioni 22 na takriban madaktari wa magonjwa ya akili 3. Kama nchi nyingine nyingi za Afrika, neno autism au usonji halipo katika lugha ya taifa. Christopher Mhone, meneja wa programu ya St. John's of God, anaelezea. And if society begins to understand that, then they will. Tunahitaji kuitafsiri kwa njia chanya kwamba ulemavu sio kukosa uwezo, na jamii ikianza kuielewa hilo, kutakuwa na unyanyapaa mchache na wataangalia mambo chanya. Ni nguvu gani zinaweza kutokana na mtoto mwenye ulemavu? Rachel akiwa amevaa sare yake ya shule ya rangi ya buluu na nyeupe yenye vibwebwe anapiga makofi kulingana na mdundo wa muziki. Amekuwa akienda shule katika St. John of God kwa mwaka mmoja. Sasa anatumia dawa na anajifunza kuongea. Mama yake Martha anaelezea kwa hisia ya furaha. Mtoto wangu amebadilika sana. Sikujua kama ningeweza kuwa na furaha hivi kwa sababu nampenda sana mtoto wangu. Hadithi ya Martha na Rachel mwishowe ni ya matumaini, lakini kukiwa na wastani wa watu milioni 60 ulimwenguni kote walio kwenye wigo wa usonji kulingana na shirika la afya duniani WHO, kuna wengine wengi wanaoishi bila msaada wowote.
Naam, asante Isabela Magodi. Kutazama makala hii ya BBC msikilizaji, tembelea ukurasa wa YouTube wa BBC World Service. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na David Nkia. Asante Skola, bila shaka ujambo msikilizaji. Meneja msaidizi wa Man City Pep Linders amedokeza kwamba muda wa miaka 9 kiungo Bernardo Silva katika klabu hiyo utamalizika msimu huu wa joto. Mkataba wa mchezaji huyo mwenye miaka 31 unamalizika mwishoni mwa msimu huu, lakini bado hajasaini nyongeza, huku vilabu kadhaa ikiwemo Barcelona na Juventus vikiwa vinamwania. Mwingereza Cameron Norrie amerejea vyema ulingoni baada ya kushinda seti 6-2, 4-6, 7-6, 7-6 dhidi ya Mikovic wa Serbia katika raundi ya kwanza Imote Carlo Masters. Na Deontay Wilder amezungumzia uwezekano wa kupigana na Anthony Joshua, akisema anataka kupanda ulingoni kufuatia ushindi wa point wa Marekani dhidi ya Derek Chisora, na huenda ukawa ni mpambano mkali sana. Asante. Ni hayo tu Skola. Naam, shukrani. Matangazo ya mkana BBC. Habari kuu ni pamoja na Rais Donald Trump aongeza muda wake wa mwisho kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, huku Iran inasema Marekani na Israel zimeshambulia mji wa Qom unaochukuliwa kituo kikuu cha mafundisho ya Uislamu. Raia kule DRC wanasherehekea sikukuu ya Pasaka kwa hisia mseto, huku akiwa na matumaini huenda ukafikiwa amani katika eneo hilo. Na muda mfupi ujao katika gumzo tunaangazia sasa kuhusu Rais wa Marekani Donald Trump kuweka muda huo wa mwisho wa kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Hili litawezekana? Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi huko Afrika ya Kati, sawa na saa 1 na dakika 16 eneo lote la Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Wakristo ulimwenguni wanasherehekea sikukuu ya Pasaka leo hii ikiwa ni Jumatatu ya Pasaka, lakini baadhi ya familia zimeshindwa kuadhimisha siku hii kutokana na changamoto zinazowakabili katika miji na hata vijiji vinavyodhibitiwa kwa mradhi na makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka kule Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Hii ni familia moja ya Ezekias Vahuya jijini Goma. Familia hii imeadhimisha siku kuu ya Pasaka. Ni mojawapo ya familia ambazo tangu mwaka wa 2024 hadi sasa imeshuhudia kukabiliana na mauaji lakini pia uporaji. Hata hivyo, familia hii imeelezea kutokata tamaa kuishi katika mazingira hatarishi. Ezekias, baba mwenye familia ya watoto 6, ana umri wa miaka 46. Amesema watoto wake wawili walifariki katika mazingira hatari siku chache kabla maadhimisho ya Pasaka ya mwaka huu wa 2026. Mkewe pia alifanyiwa manyanyaso. Kwa hayo, baba Ezekias na mkewe wameelezea namna walivyoadhimisha siku kuu hii ya Pasaka. Kwa sasa tumeisherekea nusu vizuri na nusu tena si vizuri zaidi. Tofauti ya Pasaka ya mwaka huu inapishana na miaka zilizopita kwa sababu uchumi kwa sasa unazorota, ila kwa neema ya Mungu tunaishi tu. Baba huyo bila mafanikio ya kile alichokitaka katika maadhimisho ya siku kuu ya Pasaka ameelezea mahitaji yake. Siku kuu ya Pasaka, mimi kama baba napendaga ninunulie watoto mavazi na chakula mbalimbali, ila hali ya uchumi inayoyoma sana, hatukuweza kuridhisha watoto kwa kila kitu. Tuzidi kuombeana na tusherekee sikukuu hii, kila mtu kwenye iko na hali ambayo iko nayo, kushukuru Mungu kwa hili. Mkewe Ezekias ameeleza utofauti katika maadhimisho ya mwaka uliopita pamoja na mwaka huu ambapo ameyapitia mazingira hatari. Tofauti iko juu, uchumi haiko bien. Hivi mwaka ningependa nipate nguo, chakula ya mzuri, nipatie watoto we wanahitaji manguo navo, lakini basi havikuwezekana. Raia wengine wa kawaida hapa pia wameyatoa maoni yao. Pasaka kwa mwaka huu tumepitia magumu mengi, hali ya ukosefu wa usalama, vita huku na huku, watu kubebwa porini. Mungu aendelee kufunulia watu wote katika ulimwengu mzima, wajua kuwa hawana tena probleme yao yote Yesu aliimaliza juu ya msalaba. Ningependa nitoke
Pasaka ya kufata, Mungu wa mbinguni angetusaidia, hali inakuwa naisha imarishwa. Lakini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililokumbwa na machafuko ya miaka kadhaa, Pasaka ina ishara pana zaidi ya kijamii. Kwa wakaazi wengine, ufufuo wa Kristo lazima utafsiri kuzaliwa upya kwa mshikamano wa kitaifa. Naam, asante sana Chube Ngorombi kwa taarifa hiyo kutoka kule Goma, DRC. Msikilizaji, ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, pia kuna taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa na makala nyingi tu, ikiwemo askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana duniani aombea amani Mashariki ya Kati. Taarifa hii inapatikana hapo. Trump ametumia maneno makali kutishia Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa yetu tunakuja kuiangazia pia kwa kina zaidi muda mfupi ujao. Lakini jinsi rubani wa Marekani alivyotoweka Iran, taarifa hiyo pia unaweza ukaipata hapo. Soma pia tetesi za soka kule bara Ulaya, zimeandikwa pia hapo katika ukurasa wetu huu wa BBC News Swahili. Lakini sayansi ya anga, je, dunia itaisha vipi? Na ni lini mwisho wa dunia? Haya, maswali hayo na makala hiyo ndefu unaweza ukaisoma pia katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Sasa kama ulivyosikia msikilizaji, katika taarifa yetu kuu ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza na kuweka muda wa mwisho wa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Katika mtandao wa kijamii ameweka makataa ya saa 24 kwa wa Iran kufuata, vinginevyo Marekani itashambulia kwa mabomu daraja na vinu vya kuzalisha umeme vya Iran. Tehran imeeleza matamshi ya Rais Trump kama upuuzi na kusema kulipiza kisasi kwa Iran kutakuwa kubaya zaidi. Lakini matamshi haya Marekani yanaashiria nini katika vita hivi? Awali nimezungumza na Fernando Wole kutoka Tanzania pamoja na Mubelo Bandio akiwa kule nchini Marekani. Kitu pekee kimebaki kwake ni mashambulizi. Sidhani kama ni suluhisho halisi na sahihi, lakini watu wengi ambacho wamezungumzia ni kwamba umefika wakati ambao kama unataka kufanya maamuzi, fanye maamuzi. Jumatano ametoka kutuambia kwamba hatuhitaji oil kutoka pale, watu wanaohitaji oil waende wakachukue. Leo hii inaonekana yuko desperate, lakini baada ya kuwa ndege zake zimeangushwa na sasa hivi unaanza vitisho alivyotumia na lugha aliyotumia, watu wana wasiwasi sasa hivi na wanasema state of his mind, yani akili yake mahala ilipo, kwa sababu ni mtu anayechukia sana kushindwa, na hii ni dhahiri kwamba katika vita hii mpaka kufikia sasa ameshindwa, kwa sababu kumbuke, Marekani anashindwa kwa kutokushinda na Iran anashinda kwa kutokushindwa. Kwa hiyo mlima ni mkubwa kwa upande wa Marekani kuliko Iran, na nafikiri amegundua hilo na linamsumbua akilini. Je, unadhani hiki ambacho ataenda kukifanya kitaishtua Iran na tuweze kuona mabadiliko ya msimamo kuhusiana na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ama ni maneno tu? Ni kitisho, lakini kimeambatana na shinikizo la kidiplomasia, kwa sababu mara nyingi kauli za Rais Donald Trump zimekuwa zikitoa vitisho kwa namna ambayo haifungi upande mwingine wa mazungumzo. Kwa hiyo tunaposema kwamba anatoa kauli kama hizi za vitisho, ni kwamba anaacha mlango kwa ajili ya diplomasia, ya kukaa mezani na kufanya mazungumzo. Kwa hiyo kwa kauli yake aliyoitoa hii, ni kwamba inamaanisha au inaashiria kwamba bado anatoa mwanya wa kuweza kuwasikiliza wa Iran kama watakubali kuweza kuingia katika mazungumzo. Lakini haiwezi kaachwa hivi, kwa sababu tayari hii ni mara karibia ya 3 hivi kutoa muda, kwamba ninatoa masaa 48, ninatoa siku kadhaa. Yamekuwa ni matamko ya mara nyingi sana. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba pengine akawa anaelekea ukingoni kuweza kutekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo ni swala la muda la kuweza kutazamia kama kweli atatekeleza ama la. Labda kuongeza hapo sola hapa pana, nafikiri changamoto alionayo Donald Trump ni kwamba ana historia mbili ambazo sasa hivi zimekaribiana sana. Historia ya kwanza ni kwamba katikati ya mazungumzo yenye mafanikio tuliona mwaka jana alivyoshambulia Iran, tuliona mwaka huu alivyoshambulia Iran. Wakati yote yakifanyika mashambulizi ni wakati ambao wale ambao wanahusika kama wakilishi wamesema mazungumzo yanaenda vizuri na Iran ni kama vile anafuata kila kitu. Kwa hiyo licha kwamba anaonekana kwamba anaweka kitisho bila kuacha kufunga mwanya mazungumzo, lakini ni katikati ya mazungumzo ambapo watu wanapokuwa wamerelax na yeye anafanya mashambulizi. Kwa hiyo njia mbili amebaki katika kusuluhisha. Ile kwanza ni ama adondoshe mabomu, lakini tayari ameshaonywa kwamba kudondosha mabomu katika sehemu ambazo amesema anataka kudondosha
ni sehemu za kiraia, kwa hiyo atakuwa amefanya uhalifu wa kivita, au aweke wanajeshi au waingize wanajeshi waende wakateke ile eneo, kwa maana kuteka ule mfereji wa Hormuz, na hiyo ni kati ya vitu ambavyo havina umaarufu kabisa hapa nchini Marekani, hasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Kwa hiyo naamini Iran wanajua kwamba kama wataendelea kushikilia hili wakang'ang'ana mpaka katikati ya mwezi wa 6 majira ya sama, basi pressure itakuwa kubwa sana kwa Rais Donald Trump ama kutoka ama kufanya maamuzi. Wasiwasi wangu ni kwamba ameshakuwa na pressure hivi sasa na anaweza akafanya maamuzi ambayo hayatakuwa mazuri kwa wananchi wa Iran. Fernando, tumeona Iran iliweza kuruhusu baadhi ya meli kuweza kupita katika mlango bahari wa Hormuz katika mataifa ambao wenyewe wanasema hawana kabisa uhasama nao, lakini hali ilivyo na namna ambavyo athari zinazidi kuonekana duniani, hili likiendelea, unaona mgogoro huu ukipeleka wapi uchumi wa dunia? Kwanza, dunia moja kwa moja itaingia kwenye janga la kiuchumi kwa nchi zote duniani, na hii tayari kuna baadhi ya mataifa yameshaanza kuonja joto la jiwe hili la mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, hasa kwa upande wa nchi zinazoendelea Afrika, ikiwemo kama Tanzania. Tayari tumeshaona kwamba kuna gharama za mafuta yamepanda na gharama za maisha zinazidi kuwa juu. Kwa hivyo kama Irani itaendelea kushikilia msimamo wake huo, maana yake kwamba tayari dunia itaingia kwenye uchumi ambao upo kwenye mgongano, au tuseme upo kwenye mgogoro. Ikiwa mobile wa bandio leo itapita, unadhani nini kitakachotokea katika mgogoro huu ambao unaendelea, vita hivi tuseme vya Marekani na Israel dhidi ya Iran? Kwanza ni uaminifu tu. Watu sasa wataanza kumchukulia kwa namna tofauti kidogo. Nafikiri hata baadhi ya watu kama Houthis nao sasa wameanza kuhisi kwamba kumbe kuna aina fulani ya uoga ambao yuko nayo, lakini bado athari zozote ambazo zinaonekana ni afadhali zitokee sasa kuliko kama ataamua kufanya maamuzi. Kumbuke rais anapofanya maamuzi yote hapa nchini Marekani, hata ya kutumia nuclear, nafikiri wanakuwa na dakika kama 4 tu za kuweza kutekeleza, kwa sababu yeye ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo licha kwamba tunasema kwamba ikiwa kitapita atafanya nini, wasiwasi wetu ni kwamba kwa namna alivyo na namna ambavyo watu wengi wamekuwa hisi kwamba mentally haiko sawa, asifanye maamuzi. Tunaweza tukachukua aibu, Marekani inaweza kaonekana na uoga, lakini bado hayo yote ni vema kuliko kama atahisi atafuata kile ambacho ametishia, kwa sababu madhara yake yatakuwa ni makubwa, kwa bahati mbaya si kwa jeshi la Iran bali kwa wananchi. Fernando, namaliza na wewe, matamshi ya namna hii ama kauli hizi kwamba kama hutafanya hivi, yani kama wanatishana, Waswahili wanasema wanatunishana misuli na kuonyeshana ubabe, athari zake ni nini hiki inapokuja katika ngazi ya juu kabisa ya taifa moja na jingine kama tunavyoona Marekani na Iran sasa? Athari zake ziko nyingi, na hasa tuseme kwa upande wa Marekani, anapokuwa anatoa kauli kama hizo halafu hatekelezi. Kwanza kabisa wale washirika wake ambao wanamzunguka Iran, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihifadhi au wakimhifadhi Marekani, kwa maana ya kwamba amekuwa akihifadhi kambi za jeshi lake, maana yake tayari wataanza kuingiwa na hofu kwamba huyu Marekani au mshirika wetu mkuu, maana yake kwamba hatekelezi kile ambacho anakisema. Kwa hiyo watajihisi kama hawako salama sana dhidi ya jirani yao Iran. Lakini pia mataifa mengine, washirika wengine kama NATO na mataifa mengine, maana yake kwamba wao pia tayari wataanza minong'ono ya chini kwa chini, na hapo wanaweza kaanzisha tena mazungumzo ya siri na Iran, kwa sababu wao wanakuwa wanaogopa kupoteza ushirikiano na Marekani moja kwa moja, na ndio maana wanakuwa hawamzungumzii kwa wazi. Lakini ikitokea hivyo kwamba hatekelezi, maana yake tayari kutakuwa na mgawanyiko. Wataanza kutaka kutetea uchumi wao ambao unaendelea kuanguka kufuatia Iran kufunga ule mlango bahari wa Hormuz, lakini watafanya mazungumzo kwa siri kutokana na kwamba Marekani imekuwa ikitoa tu maneno, haitekelezi. Na asante. Ni Fernando Wole huyo pamoja na Mobelo wa Bandio, wachambuzi wetu kiangazia kwa kina kuhusiana na kauli ambayo ilitolewa na Rais Donald Trump, ikiwa leo ilikuwa ni siku ya mwisho ambayo alikuwa ameitoa, lakini ameongeza muda hadi kufikia hapo kesho siku ya Jumanne kwa Iran kuruhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Na hapo na tamatisha, msikilizaji, matangazo haya Amka na BBC. Mhariri Robert Kipto, msimamizi amekuwa ni David Nkia, fundi mitambo ni Esther Luambano. Saa 12